Ujambo na karibu ndugu mpendwa mtazamaji wa Kwetu News 24 mahali popote mlipo duniani. Salamu zangu za dhati ziwafikie mahali popote, hivyo nikikualika kuungana nami mwanzo mpaka tamati ya taarifa hii ya awamu yake ya hii leo tarehe 6 Aprili mwaka wa 2026. Twende moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ujue kile ambacho kinaendelea kwenye harakati za kivita, lakini pia kidiplomasia na michezo. Habari kamili. Tukiwa tu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Marekani ziko kwenye majadiliano kuhusu uhamisho kumrazi wa watu waliohamishwa kutoka nchi zingine, kulingana na vyanzo vya serikali kwa Kinshasa. Mpangilio huu ulipendelezwa ama ulipendekezwa unategemea makubaliano kadhaa ya hivi karibuni yanayohisimishwa, lakini pia yaliyohisimishwa katika bara la Afrika, ingawa mfumo maalum wa vifaa bado unajadiliwa. Mazungumzo haya yanaashiria mabadiliko makubwa katika usimamizi wa uhamiaji wa kikanda na ushirikiano wa pande mbili kati ya Washington DC na Kinshasa. Majadiliano haya yalithibitishwa na vyanzo vya Umoja wa Mataifa na wanadiplomasia waliowepo ama waliopewa taarifa na maafisa wa Marekani, yanaangazia mwelekeo wa kimkakati katika sera ya uhamiaji ya Marekani. Washington inazidi kutegemea mifumo ya uhamisho hadi nchi za tatu kama utaratibu mkuu wa kuharakisha uhamisho wa watu ambao wameingia au wanaoishi Marekani bila idhini ya kisheria. Kwa kutumia mataifa washirika kama vituo vya usindikizaji au makazi mapya, atawala unalenga kuepuka vikwazo vya kawaida vya kisheria na vifaa vinavyohusiana na uhamisho wa moja kwa moja. Rasimu hii ya makubaliano inasisitiza kuongezeka kwa kutegemeza, lakini pia kutegemeza wa ushirikiano wa kimataifa kushughulikia masuala ya mipaka ya ndani kwa DRC. Kuhitimisha mkataba kama huo unaweza kufafanua upya usimamo wake wa kidiplomasia, ingawa pia kunaibuka maswali miongoni mwa waangalizi wa kimataifa kuhusu uwezo wa kupokea na kuheshimu haki za binadamu wakati wa uhamisho wa kiwango hiki. Huku mazungumzo yakiendelea, matokeo ya makubaliano haya yanaweza kutumika kama kigezo cha mikataba ya uhamiaji ya siku zijazo katikati ya Marekani na mataifa mengine yanayotaka kurasimisha itifaki zinazofanana za kurejesha kwa wahamiaji. Madini katika DRC. Kulingana na ripoti ya kundi la utafiti la Kongo ikinukuu hifadhi data za biashara ya kimataifa, Rwanda ilisafirisha nje karibu mara 4 zaidi ya tantalum katika nusu ya kwanza ya mwaka 2025 kuliko katika kipindi kama hicho mwaka wa 2024. Ongezeko lihusiana moja kwa moja na utekaji nyara wa M23 wa mgodi wa Rubaya. Wakati huo huo, mauzo ya nje ya dhahabu ya Rwanda yalikaribia dola bilioni 1.5 mwaka wa 2024, huko uzalishaji wa ndani wa nchi hiyo usizidi dola milioni 20 hadi 30 kila mwaka, tofauti ambayo ripoti nyingi zinahusisha madini ya Kongo huingizwa Kigali kimagendo. Wakristo kutoka duniani wanaadhimisha sikukuu ya Pasaka hiyo jana tarehe 5 mwezi huu wa 4 kukumbuka kusulubiwa, kumrazi, kufa na kufufuka kwa Mwokozi wao Yesu Kristo. Wakati huo dunia ikishuhudia vita kwenye nchi za Mashariki ya Kati. Kiongozi wa kanisa la Katoliki duniani Papa Leo wa 14 akiongoza misa ya Pasaka mjini Vatican ametoa wito kwa mataifa yaliyoanzisha vita vinavyoendelea kuchagua amani ili irejee kwenye eneo Mashariki ya Kati.
Utekaji nyara huko Kinshasa. Mama wa watoto watano alipanga utekaji nyara wake mwenyewe kwa msaada wa mpenzi wake. Lengo lao lilikuwa kutaka fidia ya faranga za Kongo milioni 5 kutoka kwa mumewe kwa kujifanya kifo cha karibu. Akiwa ameshikiwa na hofu, mume huyo alijibu mara moja kujaribu kumwokoa mkewe, akiamini kwa dhati tishio hilo. Alilipa kiasi cha awali cha faranga milioni 1 kabla ya mashaka kuanza kuingia. Hatimaye udanganyifu huo ulifichuliwa kutokana na kutofautiana kati ya hali ya utekaji nyara bandia. Uchunguzi ulifichua haraka kwamba mwathirika na mshirika wake walikuwa katika mpango wa kusaliti imani ya familia. Tukio hilo sasa linaishia gerezani kwa wapenzi hao wawili walikamatwa na vyombo vya sheria na watalazimika kujibu jaribio lao la ulaghai mahakamani. Miongoni mwa matukio makubwa yaliyojiri wiki hii ni pamoja na timu ya taifa ya soka ya mpira ya DRC Leopard kufuzu kushiriki fainali ya michuano ya kombe la dunia na mwaka huu wa 2026. Shambulio la waasi ikiwa tu nchini DRC ni kwamba ni muhimu kwetu kuwa hapa kuwakaribisha na kusherekea kurudi kwao, kuwaonyesha watu wa Kongo kwamba huu ni ushindi mkubwa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Ili ni jambo ambalo halijatokea kwa zaidi ya miaka 30 na huu ni mwanzo tu wa kurudi kwa Kongo kubwa katika uwanja wa michezo, alisema naibu waziri mkuu anayehusika na mambo ya ndani Jackman Shabani Jumapili baada ya kushuka kutoka kwenye ndege katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili huko Kinshasa, mji mkuu wa DRC. Ujumbe wa timu ya taifa Leopard wakirejea nyumbani baada ya kupata kufuzu kwa kombe la dunia la mwaka huu 2026 kwa kuwashinda Rega Boys ya Jamaica kwa bao 1-0. Tukirudi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kusini, vikosi vya wazalendo vyaondoa muungano wa waasi kutoka Muramvya, Kajembwe na Mugeti. Mapigano yamekuwa yakiendelea tangu Jumamosi Aprili 4 kati ya vikosi vya wazalendo na muungano wa waasi wa M23 RDF Twirwaneho katika maeneo ya Uvira na Fizi. Kulingana na vyanzo vya ndani, vikosi vya wazalendo vilitoa udhibiti wa Muramvya, Kajembwe na Mugeti baada ya mapigano, huku muungano wa waasi ukijaribu kusonga mbele. Tukiwa tu DRC ni kwamba gavana wa Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuzingatia kwa usawa uhalifu uliofanywa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa na harakati ya Machi 23 kama ilivyofanya kwa uhalifu mwingine wa kivita katika eneo hilo. Anasisitiza hitaji la kushughulikia kwa usawa migogoro ya usalama na kibinadamu huko vurugu zinazoendelea mashariki mwa nchi zikiendelea kuathiri vibaya idadi ya raia. Tukiwa tu DRC, ndugu mpenda mtazamaji wa Kwetu News 24, ni kwamba ugombea unahusisha taifa nzima Julian Amato Lumumba, binti wa shujaa wa taifa Patrice Emery Lumumba, sasa anaongoza matarajio ya DRC ya kuongoza shirika la kimataifa la Francophonie ama Francophonia. Mgombea wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wa nafasi ya katibu mkuu wa shirika la kimataifa la Francophonia OIF ni Julian Amato Lumumba. Ugombea wake ulitangazwa rasmi mnamo Februari mwaka 2024 na Rais Felix Tshisekedi. Dhamira yake Francophonie ya watu karibu na vijana, mwenye nguvu zaidi kitamaduni na mwenye ushawishi zaidi duniani, lakini ili kuwa na athari halisi katika nyanja ya kidijitali anahitaji msaada wetu. Matangazo hii unayapata kupitia WhatsApp channel, Facebook na Instagram, lakini pia
YouTube. Bado niko nawe kwenye taarifa hii ya habari, ndugu mpendwa mtazamaji wa kwetu News 24. Tukiwa tu DRC ni kwamba serikali ya Kongo yatangaza kuwapokea uhamiaji wa muda nchini ya makubaliano na Marekani. Hapa kuna mambo muhimu ya taarifa kwa vyombo vya habari. Mapokezi ya muda kuanzia Aprili 26, DRC inaanzisha mfumo wa kuwapokea raia wa nchi za tatu kwa muda nchini ya mifumo ya uhamiaji ya Marekani. Heshima kwa uhuru. Kinshasa inathibitisha kwamba ina udhibiti kamili wa kuingia, kukaa na maamuzi kuhusu watu hawa. Mfumo wa kibinadamu na kimataifa. Mpango huu unaendana na ahadi za DRC kuhusu haki za wahamiaji na mshikamano wa kimataifa. Imefunikiwa na Marekani. Gharama zote za vifaa na kiufundi zitakafunikwa na serikali ya Marekani bila kuathiri bajeti ya Kongo. Mapokezi mjini Kinshasa. Maeneo hayo yako katika mji mkuu ili kurahisisha ufuatiliaji wa kiutawala, usalama na kibinadamu. Kukaa bila kudumu. Huu si suluhu ya kudumu. Kila kesi itashughulikiwa kibinafsi. Udhibiti mkali wa serikali ya DRC inadhibiti maamuzi kuhusu matengenezo, uondoaji au kurejeshwa kwa watu binafsi, si uhamisho au uhamiaji wa nje. Serikali inasisitiza hali ndogo iliyothibitiwa naye uhuru ya hatua hii. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye ni Felix Tshisekedi Tshilombo alimpa kila mchezaji katika timu ya taifa ya Kongo Leopard pamoja na wafanyakazi wa kiufundi nyumba, gari na bonasi. Kiongozi wa kanisa Katoliki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Cardinal Fridolin Ambongo ametumia maadhimisho ya mwaka huu ya sikukuu ya Pasaka kuwahimiza viongozi wa kisiasa na wananchi wa taifa hilo kutanguliza mazungumzo kusaidia kupata amani, hasa mashariki mwa DRC. Raia katika maeneo yanayoendelea kudhibitiwa na waasi wa M23 wamezimisha sikukuu hii wakiendelea kuwa na hofu ya kiusalama. Waziri Guy Gabombo Mwandavita aliwapongeza marais Denis Sassou Nguesso na Felix Tshisekedi kwa kujitolea kwao kwa amani na utulivu katika eneo hilo. Pia alitetea kuimarishwa kwa ushirikiano wa kijeshi kati ya DRC na Jamhuri ya Kongo, huko akithibitisha tena kwamba kurejea kwa amani ya kudumu katika sehemu ya mashariki ya nchi hiyo bado ni kipaumbele. Habari ya mwisho, ndugu mpendwa mtazamaji, ni kwamba mashambulizi ya waasi wa M23 walioshirikiana na Rwanda kutoka nyanda za juu na za kati za Uvira na Fizi. Baada ya mapigano makali, wazalendo wamechukua udhibiti wa Muramvya, Kajembwe na Mogeti. Vikosi vya M23 na washirika wao akiwemo Kanali Mitabo fulani wako katika hali ya machafuko na wanazurura porini, kulingana na chanzo chetu katika eneo hilo alithibitisha. Na ndugu wapenzi watazamaji wa kwetu News 24, niseme asante kuungana nami mwanzo mpaka hivi tamati. Usikose kusubscribe, lakini pia kushare na kulike ili wa kwanza kuhabarika, lakini pia kupata habari zetu. Hii ni awamu ya kwanza, kunako awamu ya pili, ya tatu mpaka ya 4 ya hii leo ambayo ni tariki 6 tariki 6 mwezi wa 4 mwaka huu 2026. Nikisema mimi ni wako mtangazaji wa zamu wa kile itoo leo, nikisema chao chao.